Viongozi wa vyama vya ushirika kutoka mikoa iliyolima mazao ya ufuta, mbaazi na korosho wamewataka wanasiasa kuacha kupotosha kuhusu mwenendo wa mazao na bei za mazao hayo. Hatua hii imekuja kufuatia kauli zilizozitaja kuwa za uongo zilizotolewa katika moja ya mikutano ya vyama vya siasa iliyofanyika wilayani Masasi mkoani Mtwara Aprili 5, 2025. Kauli hizo zinadaiwa kupotosha kuhusu uendeshaji wa mfumo wa shirika nchini. Wakizungumza na waandishi wa habari Aprili 6, 2025, baadhi ya viongozi hao ambao ni mwenyeviti wa vyama vya ushirika amesema kuwa baadhi ya vyama vya upinzani vimekuwa vikitumia majukwaa ya kisiasa kudai kuwa hakuna manufaa ya mfumo wa mustakabali ghalani, madai ambayo wameyataja kuwa si ya kweli na yanapaswa kupuuzwa. Mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika TANECU Karim Chipola amesema mfumo wa stakabadhi ghalani umesaidia wakulima kupata manufaa mbalimbali ikiwemo kuimarisha biashara ya mazao kwa kuwawezesha wakulima kuungana na kupanga bei kwa pamoja, tofauti na zamani ambapo walikuwa wakinufaika walanguzi kwa kuuza mazao yao kwa bei ya chini. Ameongeza kuwa mfumo huo pia umechangia kuimarisha ubora wa korosho, kuongeza ushindani na kuboresha bei ya mazao kwa wakulima. Kwa upande wake, mwenyekiti wa chama kikuu cha ushirika MAMCU Alhaji Azam Faume amesema ni vyama vya siasa vikaelekeza nguvu zao katika kusaidia wakulima badala ya kueneza upotoshi kuhusu mfumo wa stakabadhi ghalani. Ameviomba vyama vya upinzani kuacha kuwapotosha wakulima na badala yake watengeneze sera na mikakati bora ya kuwezesha wakulima pindi wanapopata nafasi ya kuongoza, sio kuibua migogoro sio ya ulazima. Naye mwenyekiti wa chama cha ushirika TAMCU Bwana Musa Asumani Manjaule amesema madai ya uwezeshaji au ucheleweshaji wa malipo si ya kweli, kwani kupitia mfumo wa stakabadhi ghalani wakulima hulipwa ndani ya siku 7 tu. Hii ni tofauti na awali ambapo hawakuwa na uhakika wa muda wa kulipwa fedha zao. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.